Mwaka 2015 nilipotangaza kwamba sigombei tena ubunge wa jimbo la Songea mjini, siku ile ile walinipigia simu watu wawili. Baada ya simu yake kuisha, ikapigwa simu ya marehemu John Pombe Magufuli ambaye naye alikuwa rafiki yangu. Kaambia, "Mtani, hivi nilivyosikia ni kweli au wanasema uongo? Umesema unapumzika siasa?" Nikamwambia ni kweli. Sema, "Katika umri huo mimi sijapumzika, nimekuzidi miaka 10. Unapumzikaje wewe?" Nikaambia nimeamua kupumzika. Sasa nina nafasi 10 za wabunge wa kuteuliwa. Maana wakati ule alikuwa ni mgombea tayari wa CCM, hajachaguliwa bado. Sasa nina nafasi 10, nitakupa moja. Nikamwambia, "Mzee, nataka kupumzika." Akasema, "Haya bwana." Nimekaa kwenye nje ya nafasi yoyote ya uongozi kwa mwaka mzima. Siku moja akanipigia simu, "Hayo mapumziko hayajaisha wewe Mtani?" Nikamwambia, "Hapana, nimeamua kupumzika." Sema, "Haya, asante." Kesho yake nimetangazwa balozi Brazil. Sasa mzee, mbona mbabe? Mimi mwambia nataka kupumzika. Huu balozi unatoka wapi tena? Sasa katika mazingira yale basi nikamwandika, maana watu ambao hawakuwa karibu na Magufuli walikuwa wanafikiri muda wote anakomaa tu na jambo, lakini Magufuli alikuwa anapenda sana kubishana. Na ukiwa akisema jambo lake ukianza kubishana naye, mkabishana kwa hoja, anakuwa anapenda kukuchokoza mara kwa mara, mbishane. Sasa na mimi nilikuwa kati ya wale ambao tunachokozana kila siku. Sasa aliponipa ubalozi ule, nikamtumia ujumbe. Sasa umeshateuliwa, uanze tena kubishana. Kwamba mkuu, nakushukuru sana kwa heshima ulionipa, nitakwenda kuifanya hii kazi. Akanijibu kwa message. Hebu lete simu yangu niwaonyeshe. Nilitunza ile message na familia niliwaonyesha. Yes. Hii hapa message yake. Anasema hivi: "Mungu atakusaidia. Siwezi kukutupa mdogo wangu. Nilikwisha ahidi kwako na mimi ni pamoja na wewe. Haijalishi yaliyopita yamepita, wewe bado ni kijana. Siwezi kuharibu future yako. Natambua kazi nzuri ulizofanya kwa nchi hii. Kutofautiana mawazo na kubishana sio uadui. Salamu kwa familia." Mimi nilichotaka kushare na nyinyi leo, siwezi kuharibu future yako. Siwezi kuharibu future yako. Na hakika alipo Magufuli leo, akitazama kwamba mtu aliyeteuliwa na rais kumwakilisha kwenye mazishi ya mama yake mzazi ni mtu ambaye yeye alilinda future yake. Kwa tunapomshukuru Magufuli kipekee, hasa kwa mimi, kwamba amefanya kazi kubwa ya kulea nchi, amefanya kazi kubwa ya kutetea nchi yetu, kuandaa watu wa kutumikia nchi yao, lakini vile vile alikuwa na ule utashi wa kujua kwamba ana wajibu wa kulea watu wengine, kufanya watu wengine waje watumikie taifa baadaye.